Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mpendwa mtazamaji wa Chomoza, karibu kwenye kipindi chetu kizuri cha dakika 10 za hekima. Mimi ni Pastor Dickson Kabigumila na leo ninao ujumbe wenye kichwa nguvu ya maono. Nguvu ya maono. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye umempa neema ya kuweza kufuatilia kipindi hiki. Leo ninaomba Bwana ukamjenge kwa neno lako na kwa maarifa na siri za ufalme katika jina la Yesu. Amen. Kama nilivyokuambia, kipindi tulichonacho siku ya leo tutajifunza kwa habari ya nguvu ya maono. Na maandiko yetu ya msingi yanatoka kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 hadi ule wa 4. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 hadi ule wa 4. Maandiko yanasema, Bwana akaniambia iandike njozi ili kila aisomae aisome kama maji. Njozi hii ni kwa wakati ulioamriwa, ijapokawia ingoje, maana haitasema uongo. Lakini andiko jingine ni Mithali sura ya 29 na ule mstari wa 18. Mithali 29:18. Neno la Mungu linasema, pasipo maono watu huacha kujizuia, au watu ushindwa kujizuia, au watu ukosa nidhamu ya maisha. Mithali 29 mstari wa 18. Mambo kadhaa kuhusu maono. Maono ni nini? Maono ni picha ya kesho ya utukufu usiokuwa nayo leo. Maono ni picha ya kesho ya utukufu usiokuwa nayo leo. Ni picha ya ndani ya vile unavyoweza kuwa endapo utachukua hatua za makusudi za kufanyia kazi mawazo yaliyoko ndani yako. Maono ni picha ya kesho ya utukufu unayoweza kuwa nayo ambayo sasa hauna. Na hii picha inatokea pale tu mhusika unapochukua hatua za makusudi za kufanyia kazi mawazo na picha alizokupa Mungu ndani yako, zinazolenga kuboresha maisha yako kuliko leo au kuliko hapa ulipo. Maana ya pili ya maono. Maono ni picha ya wewe halisi unavyotakiwa kuwa na kufikia ukichukua hatua. Maono ni picha ya wewe halisi unavyotakiwa kuwa au kufikia endapo utachukua hatua. Neno la msingi ni neno picha. Hakuna maono kama hakuna picha. Neno maono kwa Kiingereza neno vision. Neno vision ni sanaa ya kuona au uwezo wa kuona. Kwa hiyo ni picha uliyoiona ya ndani ya kule unakotakiwa kuwa au unakotakiwa kufika, lakini endapo utachukua hatua za makusudi na kulipa gharama za kubaki kwenye hiyo njia mpaka kitu kitokee. Maana ya tatu ya maono. Maono ni picha ya mwisho ya wewe bora endapo utalipa gharama na kuchukua hatua. Maono ni picha ya wewe bora endapo utachukua hatua na kulipa gharama. Kuna wewe wa sasa hivi ambaye ajui kodi itatoka wapi, ajui ada itatoka wapi, ajui hela ya biashara ya mtaji ataitoa wapi. Na kuna wewe ambaye unajiona ndani ya miaka 2, ndani ya miaka 3, ndani ya miaka 5 unaweza kuwa mmiliki wa biashara katika mji wa Dar es Salaam au Arusha au Kigoma au kokote unakotazama na kufuatilia Chomoza. Sasa huyo unayemuona, endapo utashinda vikwazo na vizuizi ulivyo navyo sasa, huyo ndo wewe halisi. Hiyo picha ya huko ambayo sasa hivi haufanani nayo, hiyo ndo inaitwa maono. Maana ya 4 ya maono ni maisha yako halisi ulioumbiwa na Mungu kabla ujaja duniani na mchakato mzima wa kuyaendea. Maono ni nini? Maono ni maisha yako halisi ulioumbiwa na Mungu kabla ya kuja duniani na mchakato
wa kuyaendea. Sasa iko hivi, kila mmoja kabla hujaja duniani Mungu alikujua, alikutengeneza kwa ajili ya jambo fulani. Wengine uongozi, wengine siasa, wengine huduma, uchungaji, walimu, utume, unabii, uinjilisti, wengine michezo na burudani, wengine ubunifu, ushonaji na talanta nyingi, wengine masuala ya kielimu, wengine masuala ya utetezi wa haki za wanadamu, harakati na mambo mengi ambayo ukiyafanya kwa usahihi yatakutambulisha, yatakupa jina na utakuwa kile ambacho Mungu alitaka uje kwa ajili ya faida ya ulimwengu. Sasa maono ni maisha yako halisi uliyoumbiwa na Mungu. Halafu Mungu anakuwekea ile picha ndani ya moyo wako, unajiona unavyotakiwa kuwa. Sasa baada ya kujiona, kuna mchakato, kuna hatua za makusudi unapaswa uzipige kwenda kule ambako unatakiwa kwenda. Sasa haraka tuangalie maono yanahitaji nini. Jambo la kwanza, maono yanahitaji ushirika na Mungu aliyekupa maono. Ushirika wa dhati na Mungu aliyekupa maono. Huwezi kutimiza maono yoyote ya kimungu au picha kubwa ulionayo ndani peke yako. Unajua ni kwa nini? Aliyetengeneza bidhaa ndo anaijua bidhaa vizuri kuliko bidhaa yenyewe. Ndo anajua itafanyaje kazi, ikikutana na upinzani, ikipata changamoto, irekebishweje, isaidiweje ili endelee kutimiza kusudi la uumbwaji wake. Aliyetengeneza hiyo kamera inayochukua hapa au hiyo TV unayotazama nyumbani ndiye anayejua ikitokea changamoto wafanye nini ili kuweza kuinusuru iendelee kutimiza ajenda ya kutengenezwa na kuundwa kwake. Ndivyo ulivyo hata wewe. Ukikata mahusiano na Mungu au ukianza kuishi mbali na uwepo wa Mungu, maisha ya dhambi, maisha yasiyokuwa ya haki, uchafu, uovu, unakata mawasiliano na makao makuu au na kiwanda kilichokutengeneza kinachoitwa Mungu, na matokeo yake utaperform chini ya kiwango, au utakatishwa tamaa kwa urahisi, au utakuwa unaanza vitu na kuacha kwa sababu hauna backup ya nguvu za kiwanda kilichokutengeneza, pale unapochoka, pale unapokata tamaa na pale unapojisikia kuacha. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, ili maono yatimie, unahitaji ushirika na Mungu. Kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 7 hadi wa 10, Yusufu alijaribiwa na mke wa bwana wake kumtaka kimapenzi. Akakataa kuanguka kwenye zinaa, akisema nifanyeje ovu mkubwa nimkose Mungu. Kitu kikubwa ambacho aligundua Yusufu ni kwamba ana ndoto kubwa, ameshaota ndoto kubwa, ana picha kubwa ya maisha yake ya kesho. Lakini alijua bila Mungu hizo ndoto zitabaki kuwa ndoto, hizo picha zitabaki kuwa picha. Na wewe pia ukitaka maono yako yatimie, rekebisha mahusiano yako na Mungu. Tafuta msaada kutoka dhambini. Hakikisha unajengwa na kupokea nguvu ya kuishi maisha matakatifu. Nje hapo utatimiza chochote. Jambo la pili ambalo unahitaji kutimiza maono ni kuyaamini maono yenyewe. Mambo yako hivi, lazima uyaamini maono uliopewa na Mungu au picha ya kesho yako. Kwa nini? Kwa sababu kama wewe usipoamini ulicho nacho, unafikiri nani atakiamini? Wewe usipokubaliana na kile ulichokibeba ukakiamini kama mdau namba moja, nani unatarajia atakiamini kwa niaba yako? Haitawezekana. Kwenye maisha haya watu wote hawaamini chochote ambacho hakishikiki, hakionekani, mpaka kwanza kimetokea na kimeanza kuperform kwa viwango vya juu. Sasa bahati mbaya ni kwamba maono yanakuwa ndani yako. Unaona wewe ukisema nitakuja kuwa waziri, nitakuja kuwa mbunge, nitakuja kuwa kiongozi mkubwa, nitakuja kuwa mhubiri mkubwa, nitakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, anayeona hivyo ni wewe. Wenzako hawaoni, wanaona yule asiye na mtaji, yule asiye na kodi, yule asiye kuwa na chakula. Yaani watu wanakuona kwa hali ulionayo. Yale unayaona ndani ni yako. Na Mungu ameficha hivyo makusudi ili kutulinda na usuda na vita na uovu wa watu. Sasa unapaswa uamini wewe hayo maono. Usipoyaamini hayatatokea. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 26 mstari wa 19, Matendo 26:19, Paulo anasema, Mfalme Agripa, mimi sikuyaasi maono ya mbinguni
alipewa maono na mbingu akuyaasi, maanake aliyaamini, aliyakubali, na alikuwa anayakubali hata kama anapingwa. Unapaswa kuendelea kuamini unachoona ndani hata kama unapingwa nje. Jambo la tatu kuhusu maono, yaandike. Yaandike. Chochote unachokiita maono sio maono mpaka kimeandikwa. Usipoandika, you are not serious. You are just a wisher. Wewe ni mtu wa matamanio tu, hauna kitu kitakachotokea. Andika. Kitabu cha Habakuki hiyo tuliyosoma 2:2 hadi 4 inasema iandike njozi. Write down your vision. Andika unachotaka kuwa. Andika gharama za kulipa. Andika michakato na hatua za kufuata. Nani ushirikiane naye? Uanzie wapi? Just write them down. Andika. Jambo la 4 kuhusu maono, yakiri au yazungumze kwa kinywa chako mara kwa mara. Usikae kimya. Kitabu cha Marko ile 5:25 hadi 34, mwanamke aliyetokwa na damu alikuwa na maono ya kupona. Alijiona akimgusa Yesu tu atapona. Na Biblia inasema akasema moyoni mwake. Anza kusema, waambie watu, mimi sio hapa. Kuna mahali nakwenda. Kuna sehemu nitafika. Kuna mahali nitakuwa. Anza kusema. Don't be quiet. Kuongea ni imani. Wakorintho wa pili 4:13-14 inasema sisi tuna roho ile ya imani, na kwa sababu hiyo tunasema. Imani inasema, imani inaongea. Usiposema utoboi. Bartimayo kipofu alianza kusema, alianza kupiga kelele, alianza kuzungumza. Usiposema kitu upati kitu. Speak it. Unaposema unasajili katika ubongo wako na utu wako wa ndani kuchukua hatua. Jambo la 5 kuhusu maono, anzia ulipo na anza na ulicho nacho. Maono yasiyoanza, yasiyopiga hatua hayatazaa kitu kikubwa. Leo unatazama Chomoza, leo unaitazama Clouds, leo unaangalia teknolojia ilivyoendelea. Wote hao walianza mahali. Clouds haikuanza kama Clouds. Chomoza haikuanza hapa ilipo. Mimi ninayehubiri sikuanza studio na TV. Nilianza na nilikoanzia. Anza unakoweza, anza na ulipo. Jambo lingine kuhusu maono, unahitaji uvumilivu. Ukishaanza vumilia. Uvumilivu. Waebrania 6:12 nasema kwa imani na uvumilivu walizirithi ahadi. Make sure unavumilia njiani. Alafu endelea kufanya. Hiyo ndio hatua ya mwisho. Endelea kufanya. Ili mradi unachokifanya ni sahihi, usiache. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Tulijifunza kwa habari ya nguvu ya maono.